Kama Marekani pamoja na Israeli wataivamia Irani kwa vikosi vya ardhini, swali kubwa kwa kila mchambuzi wa masuala mazima ya kivita na masuala ya geopolitics halitakuwa ni jinsi gani Marekani itashinda vita hiyo, bali ni jinsi gani Marekani pamoja na vikosi vyake wataweza kuingizwa kwenye mtego ambao unaweza ukawaweka kwenye mzingiro wa hali ya juu chini ya vikosi vya IRGC. Kutokana na historia inawafanya watu wengi waendelee kufikiri juu ya vifaru vya kisasa vikipita na kukatiza katika majangwa na kuvuka kwenda Irani tayari kwa kumaliza mission. Lakini pia watu wanapiga picha zaidi juu ya ndege za kivita zikitawala anga ya Irani. Ndani ya wiki moja tu tayari miji yote imeshaangukia mikononi mwa Israeli pamoja na Marekani, bila kusahau serikali ya Tehrani tayari imeshapoteana. Picha hii bado watu wako nayo kutokana na historia ya vita ya Iraki ya mwaka 2003 ambapo Marekani aliweza kuidhibiti Iraki ndani ya wiki 3 na tayari miji ya Baghdad ikawa imeshajisalimisha mbele ya vikosi vya Marekani. Kwa muktadha wa story kama hiyo, inaweza kukupa picha kwamba Marekani kashaidhibiti Irani kwa njia ya anga pamoja na ardhi. Lakini story kwa Irani inaweza kuwa na ukakasi ndani yake. Ukakasi huo ndio mtego halisi wa vikosi vya Marekani katika kumaliza mission ya kumaliza utawala wa Irani. Na mitego hiyo ni kama mtego wa jiografia, bila kusahau mtego wa logistics na mtego wa kisiasa. Na kama vikosi vya Marekani vitaingilia mazingira ya Irani, basi mlango wa kutokea unaweza ukafungwa haraka na tayari likawa ni kaburi rasmi kwa wanajeshi wa Marekani pamoja na vifaa vingi vya kijeshi. Ili kuelewa juu ya swala la uvamizi wa vikosi vya ardhi vya Marekani litakutana na ugumu kiasi gani, inakupasa zaidi pia urudi nyuma uangalie ukubwa wa jiografia au ukubwa wa eneo la Irani. Irani inakadiriwa kuwa na kilomita za mraba takribani 1.6 milioni, ukubwa ambao unakaribiana na ule wa Sudani kwa upande wa Afrika yenye kilomita za mraba takribani 1.8 milioni. Sasa ukubwa huo wa Irani ni sawa uichukue Iraq pamoja na Afghanistan zote kwa pamoja ziunganishwe. Na kwa mtu mwenye kumbukumbu vizuri, utakumbuka kwamba ilikuwa ni ngumu kiasi gani kwa vita zote mbili zilizopita za Iraq pamoja na Afghanistan kwa vikosi vya Marekani kuweza kufanikisha mission zao. Sasa wanaenda kukumbana na jeshi ambalo lina uimara wa kisasa katika nadharia ya vita na nadharia ya mbinu katika kupambana na adui yake. Kupitia historia hiyo, chukulia mfano vita ya Marekani na Afghanistan miaka 20 kutawala eneo dogo lilioanzia kwenye ukanda wa jangwani hadi kuzishika safu za milima iliyoungana kuanzia mjini hadi vijijini ambako huduma za kiusafiri zilikuwa ngumu kufikika. Vikosi vya Marekani vilihangaika na kupata adhabu kubwa na kupoteza wanajeshi wake wengi katika kudhibiti eneo dogo la Afghanistan na lenye watu wachache, tofauti na Irani yenye nyomi ya idadi ya watu. Kupitia kumbukumbu hizi haziwavunji moyo wanajeshi wa IRGC, bali zinawakomaza dhidi ya kukabiliana na vikosi vya ardhini vya Marekani. Hebu kunywa maji kidogo afu anza kufikiri ni jinsi gani uvamizi huo utaanza na vikosi hivyo vya Marekani vitakapoingilia, na wapi vikosi hivyo vya Marekani vitafikia, na kwa mguu wao wa kwanza na wapi vitaweka stage yao ya operesheni na kujenga miundombinu yao ya kupata mahitaji yote ya muhimu wakati wote wa operesheni dhidi ya kuangusha utawala wa Irani. Ni maswali magumu ambayo yanahitaji kufikiria. Katika kufikiria huko tayari kwa wachambuzi wanaweza kukupa ni kwa namna gani picha halisi ya vita ya ardhini kwa Marekani dhidi ya Irani itakuwa ni ngumu na itachukua miaka mingi isiyo kadiri. Mwaka 2003 Marekani dhidi ya utawala wa Saddam Hussein waliweka stage yao pale nchini Kuwait kwenye kambi zao za kijeshi na kutapakaa karibia ukanda mzima wa Ghuba. Lakini saizi mazingira ya kisiasa kwa Marekani ni magumu kutokana na kambi zake nyingi kushambuliwa huko nchini Kuwait, Bahrain, Jordan pamoja na nchi ya Iraq. Lakini kwa upande mwingine pia nchi ya Iraq ambapo ingekuwa ni rahisi kuingia na kuanzisha mashambulizi, serikali iliyoko madarakani
bado ipo karibu sana na utawala wa Teherani na imeshajiapiza mara kadhaa kutoruhusu mashambulizi kutoka Iraq kuelekea katika nchi ya Irani, kwani ni majirani zake ambao hahitaji kuingiliwa na kufanyiwa fujo kama alizowahi kufanyiwa hapo awali. Wachambuzi mbalimbali wamekuwa wakiuliza na wakijiuliza mara kadhaa ni stage ipi ambayo Marekani anaenda kuitumia kama sehemu ya kuanzishia mashambulizi ya ardhini. Stage hiyo ambayo itaweza kurahisisha upatikanaji wa mahitaji kwa wanajeshi ambao watakuwa ndani ya uwanja wa vita. Kiufupi, mahitaji ya wanajeshi wa Marekani linakuja swali moja tu kwamba yatapita wapi? Maana wanajeshi wanahitaji chakula, vipuri mbalimbali, silaha, nishati ya kuendeshea vyombo vya usafiri, vitu ambavyo hivyo vitahitajika kusafiri maelfu ya kilomita kuelekea kwenye eneo la vita au eneo ambalo litakuwa linawahudumia wanajeshi hao ambao watahudumu muda wote kwenye uwanja wa vita, ambao lengo lao ni kung'oa utawala wa Iran. Mtego wa kijiografia hautobeza juu ya uwepo wa safu za milima ya Zagros, milima ambayo kwa kiasi kikubwa imetanda upande wa mipaka ya Irani, ambayo kwa kiasi kikubwa tunaweza tukasema jeshi dogo lililopo juu ya milima hiyo linaweza kuwa ni kikwazo kwa kiasi kikubwa sana katika kuruhusu magari na vifaru vya adui kusonga mbele kuelekea kuleta hali ya kashikashi kwenye vikosi vya kulinda ngome. Ikumbuke kwamba kwa miongo kadhaa sasa Irani ilijiwekeza kwenye ujenzi wa mahandaki chini ya ardhi, mahandaki ambayo inasemekana yametanda kwenye safu za milima hizo kwa kiasi kikubwa kwamba mifumo hiyo ya mahandaki haikujengwa chini ya mihemko wala msukumo, bali ilijengwa kwa muda mwingi chini ya mfumo dhidi ya maadui kwa siku zijazo. Sasa fikiria vikosi vya Marekani vikipita kwenye njia nyembamba za safu hizo za milima ya Zagros, vinaweza vikapita kwa usalama kiasi gani? Kwa sababu adui atakuwa anapita kwenye njia ambayo ni mtego rasmi wa kumwangamiza.